alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu bado tuko na harakati zile tulikuwa tumewatangazia, na alhamdulillah kwa wale ambao wameweza kujitokeza tukaweza kupata, ingawa hatujafika hata target yenye tulikuwa tumetarget. Tulikuwa tumewaambia inahitajika almost 50,000 Kenyan shillings, na alhamdulillah kwa wale ambao wamejaribu tumepata kiasi, alhamdulillah tumeshukuru. So Waislamu tunaomba kwa wale bado hawajaweza kupata nafasi ya kunusuru, tuweze kujitokeza inshallah na tuweze kufanya nusra kwa ajili ya hii kazi ya dawa. Tuko na mtihani, na ile mtihani tuko nayo ni kutembea kutoka position A to position B, na ukiona tukirudi kwenu mjue tuna mtihani, ndipo sasa tunarudi kwenu. So tunahitaji hiyo nila tuweze kujitolea shilingi 1,000, 2,000, 3,000 kwa ajili ya Allah, tuweze kuifikisha kalima ya la ilaha illa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wengi, kwa sababu ni majukumu ya kila Muislamu ambaye yuko hai, majukumu ya kila Muislamu ambaye anaipumua kufanya kazi ya dawa. Sisi ni miongoni mwa wale watu ambao tuko tumbe hapa pale mbele, lakini kuna watu wengi wako nyuma yetu wanatusupport ndio tuweze kufika mbele, na ni nyinyi ndio tunahitaji msaada yenu. Ukisikia tunalia ujue kuna mahali tumebanika kabisa na tunashindwa namna ya kuweza kutembea inshallah. So Islam tunaomba shilingi 1,000, 2,000, 3,000 ule ambao wako na uwezo. Manake tulikuwa na target ya kupata shilingi 50,000, ingetusaidia katika sehemu za kukimbia hapa na pale katika kufanya dawa, lakini imekuwa ni mtihani kabisa. So wale ambao wamejitolea, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awalipe kwa nia yao na awalipe hapa na kesho siku ya Kiyama, lakini tuko bado kabisa Waislamu inshallah. So tunatarajia kutoka kwenu mfanye hii nusra. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri ni kama vile umesikia ni kwamba jua siku hizi kufanya dawa siku hizi iko na challenge kubwa sana. Challenge si kidogo, na dawa chochote unachofanya popote unapoenda, ukienda town, mji, kutoka mji kuja mji mwingine, unalala, unakula, unakunywa, unaamkia dawa, bado hiyo yote ni magharama. Siku hizi dawa imekuwa si mchezo. Ndio naona watu wengi wameitoroka, si ati wameitoroka ati hawataki, wameona mambo imekuwa ngumu, kwa sababu pia hata kama sisi kama mwalimu pia na majukumu yake ya kwake pia, na lakini katika ile kujitolea tunajitolea, tunahakikisha hatutaki isimame, na kama hatutaki isimame, na sisi ndio unaona tunawasukuma ndio isisimame, iendelee, kwa sababu hii yote ni kazi ambayo tunafanya, na ni katika kutoa watu katika giza na kuingiza katika nuru. Na hiyo ndio kazi ilikuwa ya Ambia wote alikuja duniani alikuwa ni kutoa watu katika giza na kuingiza katika nuru, na hivyo ndivyo tunafanya. Ndio naona ukiangalia mara mingi tunaenda maeneo ambaye Waislamu ni wachache sana, hata pahali nyingine tunaenda hakuna pahali kuna Waislamu kabisa. Unaweza kosa hata Muislamu hata mmoja ama wawili, unakuta tu ni watu ambaye sio Waislamu. Hiyo ni mambo kidogo tu. Hata hii vitu zingine, hata mtu mmoja tu anaweza sema wacha mimi nasimamia hata mwaka mzima. Kuna Waislamu wana uwezo, kuna vidume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kusema ustadh, mimi mwaka mzima mimi nasimamia nyinyi. Kwa hivyo nyinyi endeleeni, tuna dawa, nyinyi fanyeni tu dawa, lakini mambo mengine angalia wako na waja wa Mwenyezi Mungu ako na waja. Kwa hivyo inshallah Waislamu tufanyeni bidii, jaribuni kila mtu aweze kuchangia ile kitu ambaye anaona anaweza, na kama unaweza kusema basi wachaneni naye mimi nitasimamia, basi tuko tayari inshallah taala. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naendelea. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zifikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Waislamu, tumesimama mbele yenu mara nyingi sana, na leo pia tumesimama mbele yenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo pesa mnatoa inafanya kazi ya da'wa Waislamu, na hii kazi ya da'wa ni kazi ya kila Muislamu. Kama umesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ni jukumu lako kusupport mambo ya dini,
mambo ya da'wa ni jukumu lako Muislamu. Sisi tumejitolea, tumesema paka pumzi yetu ya mwisho tutafanya kazi ya da'wa. Na nyinyi Waislamu tunawategemea nyinyi ili msapoti kazi ya da'wa. Hapa kuna mambo mengi sana ambaye hata tukizungumza hatuwezi kumaliza. Tunakuanga na mayatima ambao wanahitaji chakula kila wakati, wanataka school fee na mambo mengi sana. Kisha tuko na department ya da'wa ambaye ni kazi ya kila siku. Waislamu kila siku tunasimama barabarani, tunaeleza Waislamu wasiokuwa Waislamu wafate amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah anayetoa ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sisi jukumu letu ni kuwafikishia. Na hii kuwafikishia lazima Waislamu tuchangie hii kazi. Tunasimama kila wakati mbele yenu, na hii kazi wallahi ni kazi muhimu sana. Utapata malipo la Waislamu. Na hii kazi msituachie sisi peke yetu. Mkisema hii kazi tufanye sisi peke yetu, hii kazi hakuna mahali itaenda. Kwa sababu sisi wenyewe hali yetu Allah ndio anajua, na tunajitolea kufanya hii kazi. Waislamu tunawaasi, tunawaeleza mchangie hii kazi ya da'wa. Ni sadaqatul jariya Waislamu. Unaweka kwa akaunti ya Allah subhanahu wa ta'ala ili uweze kufaidika siku ya mwisho. Na hii ni kazi ya manabii na kazi ya maasahaba. Maasahaba walikuwa wanajitolea, wanatoa mali yao, wanatoa nafsi zao. Wale hawana mali pia wanatoa nafsi yao, na wale wako na mali wanatoa nafsi yao na mali yao. Kwa hivyo sisi pia tuwe tunaiga maasahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kazi yetu sisi, tuchukue ni kama kazi yetu kabisa, sio kazi ya mtu mwingine, ni kazi yetu sisi Waislamu. Kwa hivyo Waislamu tufanye kazi yetu, tusupport kazi ya da'wa. Tuko na gari inatumia mafuta, tuko na vitu mingi sana ambayo inahitajika. Kwa hivyo Waislamu msituachie hii jukumu. Hii jukumu ni ya kila Muislamu. Kwa hivyo Waislamu mchangie kazi ya da'wa ili Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwa rehema yake, atupeleke janna yake, jannatul firdausil a'la. Mahali popote mlipo Waislamu, kama huna kitu ya kutoa, eleza ndugu yako Muislamu ambaye anaweza kutoa. Pengine hajapata ujumbe, lakini wewe ukipata ujumbe ukimweleza, anaweza kumbuka akasema nilikuwa natafuta kazi kama hii, akatoa sadaka yake, akapata sadaqatul jariya. Anapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe ambaye umemkumbusha pia unapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Waislamu tusiwache kazi yetu, hii ni kazi yetu, tuchangie kazi ya da'wa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mfikie nabii wa umma, si mwingine bali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko katika hapa mjini Nairobi na tuko katika mitaani, tunaongea na wananchi Kayole, tuko pande ya Kayole. Tunaongea na wananchi tukuulizana maneno ya Mwenyezi Mungu mawili matatu, na pia waweze kutuuliza sisi Waislamu kwa nini tuko hivi. Wanapata fursa ya kuongea na sisi. Sasa mimi kwa majina naitwa Hassan Karioki. Sijui unaitwaje kaka? Naitwa Scholastica Wanjiro. Wanjiro, kwana atia? Kwega. Oroaku. Asante sana. Haya, Wanjiro, hebu niulize sasa, umepata chance kuongea na Waislamu. Pengine hujaipata. Najua sisi uzuri yetu sisi Waislamu, hata msikitini imamu akiongea kwa msikiti tunamuulizana maswali. Na tunataka tuulizwe maswali. Kile ambayo pengine makosa tunafanya, kuna kitu unaona Waislamu hatuendi vizuri, unauliza hiyo swali tunaweza kukujibu. Hebu uliza swali la kwanza nisikie. Mnasemanga kuna Christmas. Kwa nini? Kwa nini tunasema hakuna Christmas? Sio sisi tunasema. Dini yetu. Kwa sisi Waislamu washerekee Christmas. Na pia Christmas hata nyinyi hamfai kusherekea kwa sababu haiko kabisa kwa kitabu yoyote duniani. Christmas ni sikukuu ambayo ililetwa na Waitaliano ama the Romans, ndio walilete. Hebu sikia Biblia vile inasema. Unasoma Biblia? Do you read the Bible? Are you Christian? Are you a Christian or not? Unajua kuna wengine kuna Waislamu, kuna Christian, kuna mapagan, kuna atheist. Sasa wewe unasomaga? Unasomaga Biblia? Sometimes. Sometimes you read. But you are Christian.
Hebu sikia hiyo Yeremia 52:31 inasema hivi, hata ikawa mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakini mfalme wa Yuda katika mwezi wa 12. Unasikia, katika mwezi wa 10 na ngapi? Na 2. Siku ya 25 ya mwezi 25, si ndio Disemba? Sikia kulitokea Evil Merodaki mfalme wa Babeli mfalme wa Babeli katika mwaka wake wa kwanza wa kumiliki kwake akaminua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda akamtoa gerezani. Kumbe mfalme wa Wayahudi alikuwa ameshikwa kule Babylonians, akafungwa jela. Alipofungwa jela akafunguliwa tarehe 25. Sasa Mayahudi wakawa wanasherehekea mfalme wao ametoka nini? Jela. Kwa hivyo wewe ukisherehekea Christmas unasherehekea mfalme ametolewa wapi? Jela. Nani wako ametoka jela? Na wewe kweli kuna mtu ametoka jela wewe? No. Kwa hivyo ndio naona hakuna, lakini amwambiagwi. Unaambia wewe kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Kwa Yesu. Mariamu alipata mimba mwezi wa ngapi? Kama unajua, Luka 1:26. Hebu sikia. Hapa sasa ndio mnapiga kwa chenga kabisa. Unasema hiyo tuende. Unasema hiyo tuende. Hiyo moja tu. Tumalizie na hiyo. Wewe uchukua nyingi, si mimi ningekuuliza moja. Kwa sababu umeniuliza moja na mimi nikuuliza moja. Luka 1:26. Mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa maana mali bikira jina lake Yusufu ya Daudi. Soma tena. Inasema hivi, mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa maana mali bikira aliyekuwa ameposwa. Tulia hapo. Kwa hivyo alipata mimba mwezi wa 6. Ukihesabu miezi 9 inakuja lini? Inakuja mwezi wa pili ama mwezi wa 3, ndio hizo alisaliwa. Lakini wewe unaambiwa ni Disemba. Kwa hivyo kuanzia leo utakuwa ukikula nini? Christmas. Kwa sababu sio tarehe ya Yesu. Umeelewa? Haya. Ukipata time uzarudi. Haya. Mbona mnaomba mkiinama? Mbona tunaomba tukiinama? Hii kuinama chini. Hiyo kuinama chini inaitwa kusujudu. Kusujudu. Na ilianza zamani, hata sio sisi tulianza. Unataka nisome kitabu gani? Hapa niko na Qurani. Sisi tunasoma Qurani. Na wewe unasoma gani? Mathayo. Biblia. Kwa hivyo ile nyingine huijui, ile ya Waislamu. Okay, hujui. Haya, hebu tuanze tuangalie hii maneno ya kuinama, nani alianza? Ilianza zamani sana. Zamani sana, 17:3 Mwanzo. Ibrahimu hii unajua ni kitabu gani? Hebu iangalie kitabu kama ni sawa. Imeandikwaje? Hii Biblia hii. Na ndio hilo unasomaga ya Kiswahili, si ndio hii? Hii ni 1952. 17 aya ya 3 inasema. Inasemaje? Abrahamu. Naomba uangalie tu. At least asije mwalimu pengine. Abrahamu akaangua kifulifuli. Mungu akamwambia akasema. Unaona? Abrahamu akaangua kifulifuli. Huyo ni mtu wa kwanza kuanguka mpaka kifulifuli mpaka chini. Tuende kwa Musa. Kutoka 34 aya 8. 34 aya. Wewe usiende mbali. Nimekuona. Unajua leo uko na swali, usiende mbali. 34 aya 8 inasema. Sawa. Nasema hivi. Musa akafanya karaka. Karaka unasikia ni lugha ya Kiebrania hivi. Unaona, akainamisha kichwa chake hivi. Akainamisha kichwa chake hata inchi. Akasujudu. Inchi ni wapi? Hapa mchanga hapa. Hapo mchanga. Inchi kusujudu ni hivi. Wacha nikuonyeshe in practical. Kusujudu ndio namna hii. Baka inchi ni hivi. Baka chini. Hiyo ndio kusujudu. Unasikia? Hiyo ndio kufanya nini? Hiyo ndio nasikia kusujudu. Ukisikia kusujudu ni kuweka uso wako mpaka wapi? Chini. Kwa hivyo Musa aliweka uso wake mpaka wapi? Ibrahimu aliweka uso wake mpaka wapi? Chini. Sikia wana wa Israeli nao. Tuende kwa Yesu.
Tunaenda kwa Yesu. 4:10 Mathayo inasema. Inasemaje? Ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kumbe hata Yesu na yeye akiomba alikuwa anaweka uso wapi? Chini. Ni wangapi? Ibrahimu, Musa, Yesu. Sawa? Twende kwa Waisraeli sasa tuone walikuwa wanafanyaje. Nyakati wa kwanza ama wa pili? Wa pili. Wa pili 7:3. Inasema hivi. Nyakati wa pili 7:3 inasema. Inasemaje? Wakatazama wana wa Israeli wote. Nataka aone na macho yake. Dada yangu, karibu sana leo. Hata swali moja. Inasema hivi. Wakatazama wana wa Israeli, angalia hapa. Wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulipokuwepo juu ya nyumba, wakasujudu kifulifuli hata inchi sakafuni, wakaabudu, wakamshukuru Bwana wakisema. Unasikia? Kumbe hao wote wana wa Israeli, Ibrahimu, Musa, Yesu, wote walikuwa wanasujudu mpaka na inchi ni wapi? Kwa kusema tu kweli, tangu uzaliwe umeshaifanya kitendo kama hiyo? Umeshaifundishwa na mtu yoyote? Hapana. Kwa hivyo ni mara ya kwanza kufundishwa kufanyaje. Alipokuja naye Muhammad hakuachwa nyuma, akafuata wenzake manabii, akafuata Ibrahimu, akafuata Musa 22:77. 77. 22:77. Umeshaiona hii kitabu? Sijaiona. Sasa hii ndio inaitwa Qurani. Kama hujaiona ndio hii. Unaona vile inatoka left, inatoka right, inaenda left. Na nyinyi hii yenyu inatoka right, inaenda nini? Left. Hii ni lugha yake original ile ilikuja naye na lugha ya Kiarabu. Kwa sababu hata Torati, Zaburi na Injili zilikuwa zimeandikwa na lugha ya Mayahudi ile walikuwa wanaongea. Hakuna nabii alikuja na akaongea lugha ya mwingine. Alikuwa anakuja kitabu ilikuwa anakuja na lugha original. Hii ni original Arabic Kiswahili, original Arabic Kizungu, original Arabic lugha nyingine yoyote duniani. Umeona sasa? Sikia vile inasema 22. Enyi mlioamini, salini, tusali, na rukuuni, na turukuu, sujuduni, na tusujudu, na muabuduni Mola wenu, nafanyeni mema ili mpate kufaulu. Unaona sasa? Kumbe watu wote tunaambiwa wote walikuwa wanafanyaje? Wanasujudu. Kwa hivyo kama hujai sujudu miaka yote umekaa duniani, hujai fanya ibada. Kwa sababu ibada ni kwenda mpaka wapi? Umenielewa mpaka hapo? Swali hili umejipika? Leta hiyo ya pili. Swali lingine. Naona maswali uko na wewe mingi. Mingi tu. Leta ingine. Leta ile imebaki. Zimeisha. Itaishaje? Kama kuisha ni kuingia msikitini tu, sasa hakuna mambo mengine. Sasa ni Mkristo. Ni Mkristo. Sasa basi kuingia msikitini. Na kwa nini mnaweka maiti kwa mochari ama kwa sanduku? Kwa nini mnazika mtu na sanduku? Ama mnaweka kwa mochari na mnavalisha suti? Sivyo je, nafaa ivalishwe. Haya. Kwa imani yako Yesu alikufa, sawa? Alivalishwa suti gani? Alivalishwa kanzu. Kanzu. Kumbe unajua? Sanda. Sio kanzu, ni sanda. Sanda mimi. Tunamfuata Yesu. Ukikufa unavalishwa suti ama unavalishwa sanda? Sasa unafaa uvalishwe sanda. Na mbona nyinyi mnavalisha suti? Mbona mnavalisha suti? Hapo sasa sielewi. Uelewi. Sasa utaelewa sasa. Utaelewa sasa. Sasa nakuuliza hivi. Unajua sisi Waislamu wote duniani, uwe mfalme, uwe maskini, sisi tunazikwa pahali moja, kaburi moja. Sawa? Nafikiri umeshajionea. Na sisi Waislamu kaburi yetu haturembeshi. Ati uende urembeshe uweke nini umekorogea mpaka kule ndani, hakuna. Kaburi ni ile ile, mfalme anazikwa hivyo hivyo. Kama ni pahali unaona kaburi zina kichaka hivyo hivyo. Unakumbuka rais mmoja wa Amerika alikuwa anaitwa George Bush? Wakati King Fahd alikufa, King Fahd ule mzee wa Saudi Arabia alipokufa, huyo alikuwa ni mfalme ambaye ako na utajiri mkubwa sana, ako na mafuta billions, hata si bilioni, ma trillions.
ako naye amewacha duniani. Lakini wakati walipoenda mazishi yake walistuka sana, mpaka wakauliza, huyu anazikwa hapa kichaka, bali kuna kichaka? Akaambia ndio hiyo. Akaambia sisi tu Waislamu wanazikwa hivyo. Kwa sababu ukishakufa kwa Mwenyezi Mungu hakuna techa mfalme. Kama unakufa umeshakufa, na ni kwa watu wanaenda njia ngapi? Ama kuna mtu anakufa tofauti na ule mwingine? Hapana. Hakuna. Ama kuna mfalme ambaye anazaliwa kwa tofauti na ule mwingine? Wote wanapitia kwa mama, wananyonya wote. Wanatoka hapo ndio wanakuwa wafalme, mwingine anakuwa hivi na kuwa hivi. Sasa katika Uislamu tumefundishwa kwamba mtu akikufa anafaa kuzikwa hiyo siku, unless yeye alikuwa amegongwa na gari ama pengine ameuawa, hakuna makesi za serikali, kesi pengine, unaona, inakuwa sasa ndio mtu anachelewa. Lakini kama mtu ako na afya nzuri hafai kuchelewa, anafaa kuzikwa siku hiyo hiyo. Je, Biblia unashaisoma kidogo? Soma. Ujui hata vile imesema kuhusu maiti? Hata kanisa ilikuwa inataka kitambo, hata siku hizi siendagi kanisa. Uendi? Hata usiende sasa, kwa sababu naona mambo mengi kweli, kumbe hata hujawahi ipitia. Hebu sikia Biblia inasemaje, 21:22 Kumbukumbu la Taurati. Kumbuka la Taurati. Hebu sikiza hapo. 22 inasema. Inasemaje? Angalia hapa. 21:22. Akiwa mtu ametenda dhambi mpasayo kufa, akauawa, nao ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Sasa unasikia mtu kama amefanya dhambi itendao kufa, akiuawa, mzoga wake usikae usiku kutwa, utamzika siku hiyo hiyo. Huyo ni mtu ambaye amefanya dhambi, hukumu ile ilikuwa inafanywa huko zamani. Akikufa anazikwa siku hiyo hiyo. Sikia baadaye tukuje katika Agano Jipya. Matendo 5:5. Mambo ya Matendo ya Mtume 5 aya ya 5 inasema. Inasemaje? Matendo 5:5. Ile ni agano, ilikuwa agano la kale. Agano Jipya sasa sikiza naye inasemaje? 5:5 inasema. Inasemaje? Anania aliposikia maneno haya akafanya nini? Akaanguka akafa. Hofu nyingi kawapata watoto waliosikia haya. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Kumbe huyu wakati alipokufa Anania, tunaambiwa vijana ndio walimchukua wakamtia katika nini? Sanda. Sanda ni nini? Warembo karibuni. Sanda ni nini? Sijui hiyo sanda ndio nini. Sanda ni kitambaa nyeupe. Ile kitambaa unaona kwa Waislamu wanazikuwa nao inaitwa sanda. Huyu Anania amekufa. Vijana wakatoka nje wakamtia katika nini? Sanda. Wamemtia kwa sanduku ama sanda? Sanda. Na nyinyi mnazika na nini? Sanduku. Na Biblia inasema mzike na nini? Sanda. Sasa nani wako kinyume? Sisi nyinyi mnapinga Biblia. Sisi sasa. Kwa hivyo watu wanazikwa na nini? Sanda. Bibi yake naye alipokufa ikawa hivyo hivyo. Soma hapo 10. Hapo ulikuwa unasoma enda 10. 10 inasema. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa. Wakamchukua nje, wakamzika pamoja na mumewe. Unasikia? Hata mkewe hivyo hivyo. Na kwetu wanaume ndio wanazika, si wanawake. Nyinyi mnazika mpaka na wanawake. Wanawake ni watu wa kulia na kupiga nduru. Ndio naona wanaume ndio wanarekana waende wachukue mwili waende wazike, si wanawake. Wanawake wanafaa kukaa nyumbani kuomboleza. Unaona? Tena si atuvalishi hiyo mambo ya nini suti sijui nini, hapana, katika Uislamu hakuna hiyo. Unaona sasa? Sasa unasemaje? Mko sawa? Uko sawa? Karibu kuwa Muislamu. Uko tayari kuwa Muislamu? Mimi. Okoa maisha yako na moto wa jahannam ndugu yangu. Uko tayari? Moto wa Mungu ni kali. Niko tayari. Uko tayari? Sawa kabisa. Sasa utanyanyua kidole zako hivi, kidole yako hivi. Msikiti ndio hiyo unaingia tu hapo. Tena msikiti iko hapa tu. Kila kitu iko hapo. Kila kitu utaipata hapo. Kakangu, habari yako kakangu? Salimie, nachukua saada. Vipi bro? Vipi hali yako? Leo tunataka mtuulize maswali ya Kiislamu. Kila kitu ambaye hujui kuhusu Uislamu tuulize. Uko tayari kuuliza swali yote 1 2 3? Una swali yote? Sawa, poa.
Okay, sawa. Karibu sana. Haya, utasema maneno nyuma yangu. Asema ashhadu Allah ilaha illa lahu wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi yangu ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi yangu ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad si mtoto wa Mungu, wala yeye si Mungu, bali yeye ni mtume wa Mungu. Na Isa ambaye ni Yesu, yeye ni mtume wa Mungu. Yeye si Mungu na si mtoto wa Mungu. Katika maneno machache umeshakuwa Muislamu. Sawa? Sasa ni majina gani ungetaka tukikuita tunajua huo ni mwenzetu? Majina ni ya kujuana tu. Majina unaweza remain na majina yako ile ya zamani kwa sababu ndio imeandikwa kwa ID yako, si lazima ubadilishe. Ukitaka ukaa naye unakaa naye tu. Kwa sababu siku hizi kuna shida sana ya kuchange majina, inasumbua watu kwa sababu ya watoto, mambo ya shule na mambo zingine. Kwa hivyo unaweza retain jina yako. Sasa ni jina ya kujuana tu. Jina ungetaka gani? Kuna Hassan, Omari, Abdallah, kuna Isa, kuna Musa, Ibrahimu, Muhammad, Jibril. Ungetaka jina gani? Hassan. Ungetaka Hassan, mashaallah. Mimi naitwa Hassan. Sasa hebu nenda uongee na yule kijana kidogo. Kitu ya kwanza unaondoka harufu ya pombe. Yes. Hiyo ni ya kwanza tu, hiyo ni statement ya kwanza. Yesu Kristo alitengeza pombe Galili. Nuhu alitengeza watoto wake alipea pombe akableki. Hiyo sasa mambo ya pombe tuache ka. Na Mungu ametengeza divine. Sasa sijui, I don't know why he made it. Sasa kama sio kubredika. Sasa ya jage sijui alikuwa anajua. Sasa tunataka question yangu ilikuwa hii. Imekubalikana. Yesu atuvusa maombi. Our Father who art in heaven, your name. Nyinyi Waislamu mko na ile mnasema ile sijui yenyu. Lakini Wakristo wengi uko na chesini mtu anasapa 14 hours. Mungu amekubali ubembeleze. Sasa watu hiyo tutaongea, lakini sasa mimi nataka kwanza hii kitu unatumia hii kitu unatumia Yesu unasema Nuhu alitengeneza pombe, si ndio? Na ukasema tena Yesu naye pia alitengeneza. Lakini Yesu alikataa baadaye kwa mujibu wa Biblia tena hakutengeneza. Yesu alisema hakunywa hii ya duniani. Sasa kama ulisema alitengeneza lakini hakunywa, anasemaje? 26 39 nafikiri 26:29 kitabu cha Mathayo. Yesu unasema alitengeneza pombe lakini Yesu hakunywa. Yesu alisema hataki hii ya dunia, anaenda kunywa ile ya mbinguni, ile mpya. Sikia. Soma 26 mwalimu. 26:39. Yesu ni kusujudu. Ndio 26:39 kuangalia. Utakunywa mpya. 26 29 26:29 soma. Siwezi kosea sana. 26:29. Sawa. Lakini nawaambieni sitakunywa. Sikia, Yesu anasema lakini nawaambieni sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu. Yesu anasema hata kunywa tena hii uzao wa mzabibu hapa duniani hata siku ile nitakapokunywea mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Yaani Yesu anaenda kunywa mpya katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ya duniani ameachana na sasa pia unafaa uache ya duniani. Sasa wewe kama Yesu aliacha na wewe unafaa ufanyaje? Niache. Kwa hivyo kuanzia leo unafaa kwa sababu Yesu alifanyaje? Kutengeneza. Ngoja kidogo. Yesu aliwa na wewe unafaa umfuate yeye Uache. Habakuku 2:15. Habakuki.
Habakuki nayo. Habakuki ukurasa 100. Tumalize hiyo ya pombe tukuje sasa kwa mambo mengine. Ukurasa 933. Sikia vile Biblia bado walikuja manabii wengine wakataza wakasema watu wachane naye. 933. Inasemaje? Niko naye. Habakuki 2:15. Inasemaje? 933. Nimefika hapo. Soma mwalimu wangu. Kwa Musa Habakuki. Habakuki ngapi? 2:15. 2:15. Inasemaje? Inasema hivi. Ole wake yeye ampaye jirani yake kileo. Ole wake, angalia nini neno ya ole. Ukisikia neno ole ni hatari sana. Majuto. Ni majuto, sawa? Ole wake ampatiaye jirani yake kileo. Endelea. Wewe utiaye sumu yako. Kumbe ni sumu unampatia jirani yako. Endelea. Na kumlevya. Unamlevya huo jirani yako, ili utazama uchi wake. Ili utazame uchi wake, kwa sababu mtu mlevi akitembea barabarani hata anakojoa, anatoa tochi yake anakojoa hata mbele ya watoto. Mwingine ndio yule amelala pale. Endelea. Inaendelea kusema. Umejaa aibu. Unasikia? Ukishalewa unajaa aibu. Badala ya nini? Badala ya utukufu. Sasa utukufu huna saa hii, ni aibu tupu. Ni aibu tupu tu. Unywe naye uwe kama mtu asiyetahiriwa. Biblia inasema mtu yote anakunywa pombe ni mtu ambaye hajatahiri. Ni Biblia hiyo inasema. Unasikia vile Biblia inasema? Endelea, maliza. Umeisha? Haya, 23:29 Methali. Tumalizie na hiyo. Tunaenda Methali 23:29. Mambo ya Methali. 23:29. Pombe si kitu mzuri. Kunywa supu, kunywa maziwa. Ni nani apigaye yowe? Ni nani anapiga yowe? Biblia inasema kuna mtu hapa anapiga mayowe. Na ni kweli, ukiona mtu amepiga kidogo, anaenda akipiga mayowe barabarani. Ni nani aliye ole? Ni nani mwenye ugomvi? Na kwa tena wanapenda ugomvi kugombana walevi. Ni nani mwenye maguno? Na anaguna saa yote. Anaongea peke yake tu. Ni nani aliye na jeraha zisizo na hesabu? Na anakuwa na majeraha katika ukimwangalia na majeraha. Na ni kweli. Hata huyu hata wewe tunaona uko na yani yako na majeraha ambaye hazina sababu yoyote. Endelea. Inaendelea kusema. Ni nani aliye na jeraha zisizo na hesabu? Ndio jeraha zimejaa kila pahali. Vidonda, kichwa, mdomo. Ni nani aliye na macho mekundu? Na ni nani? Angalia macho mekundu kabisa. Sasa hatari sana. Endelea. Kama doa gari ya jeshi bwana. Endelea kusema. Ni wale wakao sana kwenye mvinyo. Ni wale wanakaa sana kwa mvinyo, macho mekundu, jeraha sio sababu. Waendao kutafuta divai. Wanataka kutafuta divai iliyochanganyika. Usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu. Unaona? Nakwambia usiangalie kikombe ndani. Nafikiri imeisha. Hajaisha bado. Usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu. Litaipa bilau rangi yake. Tulia mpaka hapo mwalimu. Kwa hivyo mambo ya pombe hiyo wachana naye, na pombe haisaidii mtu, haina afya katika maisha yako. Katika maisha yako pombe haina faida, kwa sababu ukikunywa inaharibu figo. Kwanza pombe inaharibu figo. Hakuna stress. Sasa angalia sasa kama ule mwanaume mzima amelala pale. Angalia amelala pale. Ule sasa amelala pale. Sisi stress kutawala ukaa kwa barabara hivi amelala flat. Na kama nyumba inadaiwa itafungwa tu. Hakuna stress inatoka. Kwa hivyo mimi ningekuomba uone kunywa maziwa, unasunywa supu, unaenda kwa wale wazee wa supu, unakunywa vikombe kama 2 supu, wachana unakuwa na afya, kwa sababu hata ukiwa na bibi, ukiwa hali hii, utasaidiwa na jirani kuzaa watoto. Itakuwa ni shida. Kwa hivyo pombe sio kitu mzuri, haisaidii, haina faida yoyote katika mwili wa binadamu. Inaharibu mapafu, inaharibu figo, unasikia mtu mwingine amefura miguu.
Miguu inavura kwa nini? Kwa sababu ya pombe. Pombe inafanya miguu ifure. Kwa hivyo please. Kijana miaka 20 unakaa mzee wa miaka 60. Sasa hiyo na miaka 25. Kwa hivyo tunaomba, unaona tumekaa mbali. Kwa sababu sasa wewe ule uko mbali na mimi niko mbali kwa sababu ya nini? Ya hiyo hali. Najisi, kumbe unajua ni najisi. Unaona tunakaa mbali. Kwa hivyo tunakuhubiria uachane na mambo ya pombe. Kunywa supu, kunywa maziwa, ama kitu kingine ama juisi. Achana na hizi vitu. Hazisaidii kitu yote. Haina faida. Hata wewe ni mtu wa old. Kwa hivyo usikunywe hiyo vitu, si ndio? Sasa hatutaongea na kwa sababu pia pengine kuna mtu anakutegemea nyumbani, mtoto, mama, watu wa ushago wanakutegemea, pengine si vizuri. Ama unaonaje? Ama tunasema vibaya? Kwa hivyo pumzika kidogo hapa, vile uko umepumzika, niongee na watu wengine kidogo, pumzika kidogo hapo, tulie kidogo. Peter Ngure. Unaona wewe ni jasiri. Wewe mambo ya Mungu huwezi ogopa. Sababu hapa hatuongei mambo hapa si siasa. Ati wa chama hii na wa Sasa swali gani ungetaka kwanza wewe Ngure? Mimi naitwa Hassan Karioki. Na mimi ni Muislamu. Na wewe unaitwa nani? Peter Ngure. Peter Ngure. Bwana Ngure, wewe uko na dini ama huna? Niko nayo, ni Mkristo. Mkristo, asante sana, karibu sana. Una swali yoyote ungetaka kuuliza Waislamu jioni ya leo, ambao pengine wanasemaga nikutana na Waislamu nitawauliza swali fulani? Hebu una swali yoyote ungetaka kutuuliza kwa jioni ya leo? Ambao unajua pengine ama kuna makosa unaonaga tunaenda kombo kidogo, pia unatueleza tunajirekebisha. Hebu niambie. Ningependa kuuliza kati ya Yesu na Muhammad iliendaje hapo? Sijawahi fafanuliwa vizuri. Kati ya Yesu na Muhammad iliendaje? Hujawahi fafanuliwa vizuri. Okay, asante sana. Nasomanga lakini sijawahi elewa vizuri kabisa. Sasa kati ya Yesu na Muhammad kuna mambo kadhaa. Kwanza, kitu ya kwanza, wote ni manabii wa Mungu. Wote wawili ni manabii wa Mungu, lakini katika cheo hawajatoshana. Kuna moja ni rais na mwingine ni DC na mwingine ni DC ama governor. Unaona? Yaani kuna moja ako president na mwingine ako vice president. Yeye ni mmoja. Najua tuseme president ni wa nchi mzima. Lakini ukipata governor ni wa nini? Ni wa county. Kwa hivyo hawajatoshana, Yesu na Muhammad hawajatoshana. Sasa tuangalie nani rais na nani ako na cheo ya chini. Sawa? Tutaangalia kwa vitabu. Tuangalie vitabu vyote, ukitaka tuangalie zote. Kitabu gani unasomaga wewe zaidi? Unasoma Biblia ama unasoma Qur'an? Ninyi mnasomaga nini? Sana ni Biblia. Mnasomaga Biblia. Watu tusome ile kitabu ambayo wewe unaelewa. Kwa sababu hii nikikwambia hii yetu utasema hiyo ni Qur'ani, wewe hujui Qur'ani, si ndio? Ni kweli. Na ni kweli hujui. Sasa tuangalie huyu Yesu alikuwa na cheo gani katika mamlaka yake, si ni kweli? Si hapo ndio itaenda vizuri? Haya, asante sana. Mwalimu, naomba unitolee kitabu cha, tuanze tu polepole, kitabu cha Luka 19:10. Kitabu ni cha Luka 19 aya ya 10. Asante sana. 19:10, mambo ni ya Luka, inasema kwa kuwa mwana wa Adamu. Ukisikia kwa Biblia inasema mwana wa Adamu mara mingi ni azia 9. Yesu akamwambia leo, hiyo ni Yesu, kumbe ni Yesu huyo wokovu umefika nyumbani humu kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa mwana wa Adamu ambaye ni Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kumbe Yesu alikuja hapa duniani kutafuta na kuokoa kilichofanyaje? Kilichopotea. Wewe umepotea? Sielewi. Uelewi? Haya, na mwana wa Adamu ambaye ni Yesu amekuja kutafuta na kuokoa kilichofanyaje? Kilichopotea. Unaonaje tuende kwa Biblia tuulize hicho kilichokuwa kipotea alikuwa anakuja kuokoa ni ya kina nani, si ndio? Biblia itueleze 15:24 Mathayo.
Mambo ni ya Mathayo 15:24 inasema. Akajibu akasema, huyu Yesu akajibu akasema, sikutumwa sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe Yesu amesema vizuri sana, akasema mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, na tumepata kile kilichopotea. Ni kondoo waliopotea wa nyumba gani? Ya Adamu. Israeli. Israeli. Wewe ni Mwisraeli? Wewe ni Mwisraeli? Mimi si Mwisraeli. Na wewe ni Mwisraeli? Hapana. Kwa hivyo wewe katika hiyo grupu wewe hauyu? Siko hapo. Na kila siku mnasema Yesu Yesu. Na hapa Yesu anasema mimi sikutumwa ile kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya wapi? Ni kuongezea ingine, hata katika ufalme wake wewe huko na mimi siko. Katika ufalme wake mimi na wewe hatuko. Mathayo 19:27. Mambo ya Mathayo 19:27 inasema. Inasemaje? Mathayo 19:27. Na baba inasema, ndipo Petro akajibu akamwambia. Akamwambiaje? Tazama, sisi tumeacha vitu vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Endelea. Yesu akamwambia, amin nakwambia, amin nawaambia ya kwamba nyinyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya siku ya malipo, siku ya kiyama, atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, nanyi mtaketi katika viti 12 mukiwahukumu kabila 12 ya Israeli. Kumbe hata siku ya kiyama Yesu anakaa na kabila 10 na ngapi? 12. Wewe kabila yako ya Sapere na mimi na wewe tuko? Hatuko hapo. Wajaluo wako? Hakuna. Wazungu wako? Hakuna hapo. Warasia wako? Wa Chinese wako? Hakuna. Kumbe Yesu siku ya kiyama anakuwa na kabila 10 na ngapi? 12. Sikia, katika ufalme wa Yesu ni wakati gani wanaingia katika ufalme wa Yesu? Ufunuo 7:4. Mambo ya Ufunuo tunakupatia kabila hiyo. Tunakupatia mpaka wale watu wanachukua ufalme wa Yesu siku ya mwisho. Kwa hivyo wewe kama umejiweka hapo huko kabisa. Mambo ya Ufunuo 7:4 inasema. Inasemaje? Nikasikia hisabu ya waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Israeli. Yaani wamepewa muhuri, hawa ndio wanaenda kurithi ufalme. Watu 144,000 wa kabila ya Yuda, kabila ya Rubeni, kabila ya Gadi, kabila ya Asheri, Naftali, Manase, Simeoni, Lawi, Isakari, Zebuloni, Yusufu, Benjamini, mlango 12,000 waliotiwa muhuri. Kumbe katika ufalme wa Yesu siku ya mwisho uko na kabila 10 na ngapi? 12. Umesikia kabila yako hapo ya Sapere? Hakuna. Sasa tafuta nafasi ya kabila yako. Sasa mpaka hiyo mji wanaenda wana wa Israeli hauko na uko umewekwa nje kabisa. 21:9 kitabu cha Ufunuo. Ngoja nimalizie hiyo ya mwisho. 21:9. Haya inasema hivi. Ndio. Akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo ya mwisho, naye akanena nami ikisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi mke wa mwana kondoo. Kuna bibi harusi wa mke wa mwana kondoo. Yesu anakuja kuoa duniani. Ndio unasikia sisi tunasemaga Yesu akija atarudi, na akirudi ataoa. Nyinyi mnakataa. Biblia ndio hiyo. Unasikia ile inasema harusi ya mwana kondoo na mke wake. Endelea. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu mno, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu. Ndio hiyo watu wanasema wataenda ile mji mtakatifu Yerusalemu. Ikishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Ina nini? Wenye utukufu wa Mungu. Hiyo mji una utukufu wa Mungu na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kitu chenye dhamani nyingi kama kito cha yaspi, safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu. Endelea. Mwenye milango 12. Kumbe hiyo mji ni Yerusalemu. Kuna milango 10 na ngapi? 12. Mlango ya Mkikuyu kama mimi, ama ya Msomali kama huyu, ama Mzungu, ama Murashi, ama Mbrazil, iko wapi? Iko mlango hiyo? Iko na milango 10 na ngapi? Na wasikie milango iko na nani? Milango 12. Na katika kila milango
Malaika 12. Na kila mlango kuna malaika. Hapo si askari sasa analinda. Ni malaika. Hiyo ni hata ni malaika. Hakuna kitu kidogo hapo. Endelea kusema. Malaika 12. Na majina imeandikwa nini? Na majina yameandikwa nini? Ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Kumbe hiyo mji New Jerusalem iko na kabila 10 na ngapi? Sasa yako iko wapi? Yako hakuna. Kwa hivyo lazima utafute ya sasa yako, unajua iko wapi? Tumemalizana na Yesu kwanza. Kwa hivyo tumeona mahesabu ya Yesu yote ni kwa wana wa Israeli. Hakuna mtu mwingine yako pale ndani, sawa? Sasa nikuonyeshe yako. Ndio nimeonyesha tu na Biblia tu bado. Biblia tu bado itamuonyesha tu. Acha na Qur'ani kae kando kabisa. Biblia tu inasema, lakini hamsome yangu, hata pasta hawezi kusomea hiyo. Hiyo mnasome yangu? Hamsome yangu. Haya 21:13 Isaya. 21. Mambo ni ya Isaya 21:13 inasema. Inasemaje? 21. 13. Inasema nini? Mambo ya Isaya. Nimefika baba. 21:13. Inasema hivi. 13 inasema. Inasema nini? Allah. Sorry. Bwana mimi nimeruku. Haya. 13 inasema. Nataka usikize maandiko kwa utaratibu tu kidogo, Ufunuo juu ya Arabuni. Ufunuo juu ya Arabuni. Nini maana ya ufunuo? Revelation. Ufunuo neke na Gikuyu. Ufunuo neke na Gikuyu. Uguolelio. Yes. Namuuliza na lugha ya nyumbani. Hiyo ufunuo ni nini? Ni ufunuliwa. Kwa hivyo tunaambiwa katika nchi ya Arabuni kuna ufunuo. Kuna ufunuo. Na ufunuo unafunuliwa yako watu gani? Manabii. 3:7 Amosi. Hapo tarudi hapo. 3:7 mambo ya Amosi inasema. Inasemaje? Amosi 3:7. Haya ndo nenda huko. 3:7 mambo ya Amosi. Naye baba 3:7. 3:7 mwalimu wangu. Hakika Bwana Mungu. Sikiza, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kumbe ufunuo unafunuliwa watu gani? Manabii. Na tunaambiwa katika Arabuni kuna ufunuo. Hebu niambie na uwe fair. Nani alifunuliwa katika nchi ya Arabuni? Nabii gani unajua alitoka Arabuni? Alitoka kwa Waarabu. Mashaallah. Unasikia huyu anasema amepewa majibu. Kumbe Biblia inasema kuna nabii atatoka wapi? Arabuni. Arabuni. Na hakuna nabii mwingine alitoka dunia kwa Arabuni ambaye anajulikana zaidi isipokuwa ni nani? Muhammad. Waefeso 1:13. Waefeso. Tungemaliza hata hiko sawa tu. Sawa Waefeso. Toka kwa Efeso. Waefeso 1:13. Inasemaje? Wakorinto, Wagalatia, Waefeso 1:13. Naomba unajua kusoma? Angalia vile mwalimu anasoma, uniambia kama anasema kweli. Lakini baba hapa ni matanga. Inasema